Karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya. Msikilizaji, nakukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makelele Ozil. Katika taarifa zetu hizi za habari tuanzie na habari za huko Minembwe kunako shamba la vita. Ni kwamba mapambano makali yameripotiwa kati ya jeshi la taifa FARDC pamoja na washirika wake wazalendo dhidi ya Twirwaneho M23 katika senta ya Minembwe tarafani Fizi. Kwa muda wowote Minembwe itakombolewa nalo jeshi la taifa FARDC unapolinganisha na hatua kubwa ambayo tayari jeshi limefanya, imehakikisha duru zetu za mahali. Taarifa tunazo ni kwamba baada ya serikali ya DRC kuteka zaidi ya vijiji vitatu vikiwemo senta ya Mikenge, sekta ya Itombwe tarafani Mwenga, hatimaye jeshi la taifa FARDC pamoja na washirika wake wazalendo waripotiwa kusonga mbele, ambako siku ya pili ya wiki tunayo mapambano yameshuhudiwa hapa Minembwe kati. Tufahamishe kuwa jeshi la taifa FARDC katika mapambano hayo imetambulisha mateka wengine ambao wameshikwa maeneo ya vita. Na katika habari zingine ni kwamba Marekani imewekea vikwazo maafisa wanne wa jeshi la nchi ya Rwanda kwa shutuma za kusaidia waasi wa M23 ambao wanaendelea kuua maelfu na mamia ya wakongomani wasio na hatia, huku nchi ya Rwanda ikishtumiwa na Marekani kukiuka makubaliano ya amani yaliyosainiwa tarehe 4 Desemba 2025 baina yake na DRC. Izake Mulucha Ashibe kwa undani wa taarifa hii. Jumatatu hii ya tarehe 2 Machi, ofisi ya ufuatiliaji wa mali za kigeni ya idara ya hazina za Marekani imewawekea vikwazo jeshi la ulinzi la Rwanda RDF, jeshi la Rwanda pamoja na maafisa wake wanne wa ngazi ya juu. Sababu kuu ya vikwazo hivyo ni uungaji mkono kikamilifu wa jeshi la Rwanda kwa kutoa mafunzo na kupambana pamoja na vuguvugu la M23 mashariki mwa DRC. Umoja wa Mataifa unachukulia M23 kuwa ni kundi lenye silaha ambalo linahusika na ukiukwaji wa haki za binadamu, likipelekea watu wengi kuyahama makazi yao mashariki mwa DRC. Ripoti kuu mbalimbali zinahakikisha kuwa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF limesaidia M23 katika kutoa miji mbalimbali, yakiwemo miji mikuu ya majimbo kama Goma na Bukavu, pamoja na maeneo mengi ya kimkakati na yenye utajiri wa madini mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa ripoti hizo, M23 isingefaulu kufika hapa ilipo bila msaada wa moja kwa moja wa jeshi la Rwanda. Baada tu ya Marekani kutangaza vikwazo, nchi ya Rwanda italazimika kuondoa mara moja wanajeshi wake, silaha na vifaa vya jeshi lake nchini DRC, pia kusitisha utoaji wa msaada wa aina yoyote ile kwa kundi la M23, jambo ambalo likitekelezwa linaonesha dhahiri kushindwa kwa M23 katika vita vinavyoendelea dhidi ya serikali ya Kongo. Kama ulivyotangulia kusema ni kwamba maafisa wanne wamelengwa kwa kipekee na vikwazo vya Marekani. Wa kwanza ni Vincent Nyakarundi, raia wa Rwanda. Yeye ni mkuu wa majeshi ya nchi kavu wa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF. Nyakarundi ni kamanda mkuu wa vikosi vya ardhini vya jeshi la Rwanda. Marekani inamtuhumu kuendesha operesheni za kijeshi kwa kuunga mkono M23. Wa pili ni Ruki Karusisi, raia wa Rwanda. Yeye ni meja jenerali na kamanda wa division ya 5 ya infantry ya RDF. Yeye alikuwa kamanda wa vikosi vya operesheni maalum na alisimamia operesheni za kijeshi kwa kuunga mkono M23. Mubarak Muganga ni watatu, raia wa Rwanda. Yeye ni mkuu wa majeshi ya RDF. Kabla ya kuteuliwa katika wadhifa huo mnamo Juni 2023, Muganga alikuwa mkuu wa majeshi ya nchi kavu, na ni kwa wakati huo ndipo alichukua jukumu muhimu katika kupanga operesheni na kuongoza vikosi vya RDF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanne ni Stanislas Gashugi, raia wa Rwanda. Yeye ni kamanda wa vikosi maalum vya RDF tangu tarehe 15 Machi mwaka jana. Muda mchache baada ya Marekani kutangaza vikwazo dhidi ya jeshi la Rwanda, maoni mseto yameibuka miongoni mwa wadadisi na wananchi. Wamoja wanaona kuwa vikwazo hivi vinaweza kuwa na matokeo chanya na huenda vikamaliza vita vya miongo mitatu sasa ambavyo vinaikumba nchi ya DRC, huku wengine sasa wakisema hakutakuwa na amani ikiwa serikali ya Kongo haitakubali kuzungumza na wakongomani, yani M23. Kinshasa imepongeza vikwazo vya Marekani dhidi ya majeshi ya Rwanda na inathibitisha tena dhamira yake ya kuleta amani ya kudumu, huku nchi ya Rwanda ikilalamika kuwa imeonewa tu. Na tujelekeze kule katika mji wa Baraka. Ni kwamba shirika la raia Sosiko RDC mjini Baraka limelaani vikali vitendo vya kujichukulia sheria mkononi, ambako kitendo cha hivi karibuni ni cha kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Esie Zibula wa miaka 18 aliyeuawa na kisha kuchomwa moto kwa tuhuma za kuchukua sehemu za siri
za wakala mmoja mchana wa siku ya Jumatatu ya tariki 2 Machi 2026 mjini Baraka. Akizungumza nasi Bwana Abedi Chakubuta Jojo Ngonda, coordinator wa shirika la raia Sosiko RDC, ameanza kwanza kutoa picha halisi ya hali ilivyokuwa mpaka kijana huyo afikie kuuawa na kuchomwa moto kwa tuhuma hizo za uongo. Kuna hali ambapo imetokea katika jiji la Baraka tariki 2 mwezi wa 3 mwaka huu tunao wa 2026. Hali hii umetuzunisha na ni vitu ambapo ni watu wanaviweka kwenye vichwa na wanakuwa zaidi vinakuwa vinafikia wale ambapo kweli sio ambapo wanatumika kama vitu kama na hivyo. Kuna kijana mmoja amefikia kuuawa kwa watu wengi, ile tunaita kaya justice populaire ya watu kujamulia na kujipatia sheria kwa kuua mtu asiyekuwa na dalili yoyote ile. Kijana huyu ambapo amekufa tariki 2 ya mwezi wa 3 mwaka utunao ni kwamba aliitwa kwa jina Essien Zibula. Huyu Essien Zibula ni mwanafunzi wa Institut Virunga ambapo inapatikana katika komine ya Kalunja, quartier Kalinga Nord. Kijana huyu alikuwa ni wa mudezi MCG. Kijana huyu alikuwa akitoka kufanya marecherche zao kule ku niveau ya feke ambapo walikuwa wanapewa sujet inasema kwamba utilisation de documents commerciaux dans des entreprises. Ile ndio ilikuwa sujet ambapo walikuwa wanafanya marecherche pale kufeke. Walipotoka pale wakafika ku niveau ya Kasoko ya Kolo, walikuwa watatu. Wale watatu, mmoja alikuwa akiitwa kwa jina la Alphonsine, ni mwanamke wa miaka 17, kulikuwa Mashimango wa miaka 17 na kulikuwa ye Essien Zibula wa miaka 18. Huyu bwana Mashimango aliingia mupariko kwenda kucheza vya pariko. Yeye si akamwambia mwenzake, gisi unakawia mule ndiako ya pariko, mie sitafanya vya pariko mule, tena fanyizia pariko musimu yangu. Kumbi acha niende pale mbele nipane franga waningizie franga musimu yangu ili niende nifanyizishe pariko kunyumba. Alipofika pale kwenye watu wa transfer d'argent wako katika quartier ya Kalinga Nord, commune de Kalunja, akapana franga 1500. Alipopana franga 1500 ili wamwingizie franga musimu yake, basi yule ndugu wa piste de vente des unités transfer d'argent akamwambia kwamba rezo ya Vodacom ya M-Pesa sio vizuri, ni lazima utoke. Wakati wanapotaka kutoka, ndio yule ndugu akasema umeniiba. Ule bwana kushangaa, unaniiba nini? Asumo umeniiba organe genitale yangu. Basi ndo ule mtu kulalamika, ndo watu wakaja mara moja na kuanza kumpiga makofi. Watu walipokuwa wanampiga makofi kufatana na hali ambapo ilitokana misisi na vitu ambapo viko na sirikile mu marezo sosio, basi na pale ndo watu kumjalia pale na kuanza kumpiga na kumuua na kumlunguza na kumukula. Mwishowe Abedi Chakubuta Jojo Ngonda ameomba kwa uongozi wa mji wa Baraka kuingilia kati swala hili, huku akisihi raia kuwa anapeleka watuhumiwa kwenye vyombo husika na sheria. Kwetu sisi tunalaani kitendo kama na hicho, kwa sababu ni kitendo kiovu na watu wengi watakufa kwa sababu ya kutokujua kitu chochote kile. Ni wa innocent wanakufa. Tazama huyu mwanafunzi anakufa ajui kitu chochote kile. Kumbi tunaomba serikali, tunaomba administrateur wa territoire ya Fizi, tunaomba wa chef de secteur, tunaomba maire de la ville wa Baraka wafanye jitihada, wafanye conseil de sécurité niko élargi, afeke watu waongee juu ya tatizo, kwa sababu ni kitu ambapo kinakuja vibaya. Na wakati kinakuja vibaya watu wengi watakufa kwa sababu amekwarezana na weye, ni kwa sababu amejipitisha mumegongana, basi inakuwa ni kuzingishia. Kwa sababu ni vitu moja vigumu. Kabla hawajamuua alimwambia yule ndugu wa piste de vente des unités transfer kwamba tuangalie kama mwili wako upo ama upo. Ule bwana asema mwili wangu iko. Sasa ni nini? Ni weye tu. Na ndio si walimuua. Kwa hiyo ni kwetu sisi tunalaani kitendo kama na hicho, na tunaomba sheria itende kazi yake kwa kuadhibu wale wote ambapo wametenda kitendo hicho, kwa sababu ni hali mbaya ambapo haistahili kukua, kwa sababu ni watu wengi watakufa pasipo kujua. Kwa hiyo ni hiyo bwana mtangazaji, tumelaani kitendo hicho na kusema kwamba serikali ikamate hatua kali na watu waepuke kuua watu wasiokuwa na hatia. Ni hivyo, kamata mtu ikiwa unamshakia basi mupeleke kwa watu ambapo wanahusika na sheria. Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba hakuna shughuli zozote za soko, uchukuzi na zingine zitakazofanyika kabla ya saa 4 asubuhi ya siku ya Ijumaa ya wiki tunayo. Ndivyo amesema hayo meya wa mji wa Baraka kwa muda, ambaye ameonesha kuwa kila raia anatakiwa kushiriki kwenye kazi za umma au salongo.
Kwenye mazungumzo nasi Bi Marimu Kanja Swaze, meya kwa muda wa mji wa Baraka, amesema kupitia kikao cha siku ya pili hii na makapita ndipo wamechukua hatua ya kuanza kazi za salongo wiki tunayo, yani siku ya 5. Huyu amesema hakuna kazi yoyote ile inaruhusiwa kufanyika kabla ya saa 4 asubuhi na atakayegahili sheria itamshughulikia kama ipasavyo. Kikao tulikuwa muleo, ilikuwa kikao tulikutanana na ba chef de bureau, ba chef de quartier na shirika ya Ecosirs. Tuliongelea mule juu ya assainissement, koma tunaweza economiser na madeshe, koma tutakamata mamezire juu ya ile madeshe yenye kwa mvile tu ya Baraka. Bora ya wategemea kama kutokana hiki kikao vile tasafi. Jo hapa kwetu Baraka tukosha kwa na habitude unaweza kunywa jimu barabara na natupa tu. Na yao kama a partir ya samedi passé na leo inaleta ingine image mavichwa yetu shiba tu ya vile ya Baraka. Ujumbe wangu wa mwisho kwa raia nasema kama vendredi, ninasisitiza tena kwa hiyo ujumbe, vendredi tutakuwa na salongo kaf hiyo vendredi. Ba chef de quartier bot banahitajika kufanya kila mtu salongo mu quartier yake, na kusikue biro moya kufunguliwa ya savile feke soko zisileme avant ya 10h le vendredi. Donc kila mtu anahitajika kufanya salongo, na ba chef de bureau tunabalika samedi ndio inakuwa salongo ya ba chef de bureau bot baja leta. Tutakuwa tunasible par semaine tutafanya salongo fasi fulani. Semaine tutafanya salongo fasi fulani. Maintenant hii samedi ba chef de bureau bot tutaanzia pale ku piste ya ba changer, tunaendelea team soko ya Jeteme. Kwenda na Logota Makopo. Maintenant ba chef de quartier vendredi baingie bafanye masalongo ma quartier yabo. Tutapita mule ile samedi kwenda nafanya control. Mwenye hakufanya salongo mu quartier yake leta itamshughulikia. Mimi nasisitiza hakutakuwa activite avant 10h. Donc kila mtu anaombwa kufanya kazi yake. Kujua hatutaki tuone yalala uza saki tia pale. Tujelekeze kule Ruchuru, jimboni Kivu ya Kaskazini. Ni kwamba hali ya kiafya ya binadamu inaendelea kuwa tete katika kijiji cha Kiahala kilichopo katika mtaa wa Katwe, groupment ya Bwito, kaskazini magharibi mwa tarafa la Ruchuru, jimboni Kivu Kaskazini. Hivyo ni kutokana na ongezeko la wahamiaji wa ndani kuwa wengi maeneo hayo. Tangu mwezi Desemba wa mwaka 2024, kijiji hiki kinaendelea kupokea familia zinazokimbia makazi yao kutoka maeneo jirani, kwa mujibu wake Clovis Rufani, mmoja kati ya viongozi kwenye shirika la mshikamano wa jamii kwa mapambano dhidi ya ukabila. Amesema kuwa wakimbizi hao wanahitaji msaada wa huduma za kiafya. Hali hii imepelekea hao wakaaji kuanza kupatwa na magonjwa ya ukosefu wa chakula yenye tunaitaka malnutrition. Watoto wadogo hasa wanamke wenye mimba na wanamke wenye wamezaa wamekumbwa na magonjwa ya ukosefu wa chakula. Ukifika hasa kwenye kituo cha afya hakuna hata msaada yoyote. Tangu mwaka ile nimekwambia hakuna msaada ya kiafya kwa ile kituo. Bakimbizi wanaishi pamoja mu masomo na wengine wanaishi mu makanisa. Mkile kipindi chote hakuna msaada ambayo imetolewa kwa ajili yao. Tunaomba serikali ya nchi, hasa mashirika ya kiutu, msaada ya haraka kiafya aina yoyote ile, bora watu watunzwe kwanza. Ingekuwa mzuri mwenye kuwa na roho ya ujitoleaji, roho ya huruma, ya utu, kuya kwa msaada wa haraka kwa hawa watu wenyewe wanateseka hapa hivi vijiji wenyewe nimekutajia. Vitu vya nyumbani vimeibwa, hawaende shambani, ni kusema hawana hata nyumba kwa kulala. Msaada mwenye anaweza kuya kwa ajili ya kusaidia atakuya kusaidia kwa ajili ya mambo yenyewe nimesema pale, itakuwa mzuri zaidi kabisa. Tujelekeze kule katika mji wa Uvira. Ni kwamba shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira laomba kwa uongozi wa jimbo pamoja na meya Uvira kukarabati haraka iwezekanavyo barabara namba 5 ya taifa eneo la Kalundu ambako linaripotiwa kuharibika zaidi. Wito huo wameutoa baada ya barua uliyomwandikia gavana wa jimbo la Kivu Kusini kuchukua kwa dharura swala la kukarabati eneo hilo la Kalundu kwenye barabara namba 5 ya taifa. Upande mwingine ameongeza kuwa ajali nyingi za usafiri ikiwemo gari, pikipiki ndizo tayari kufanyika eneo hilo, huku viongozi wakiwa wanaona. Mafikiri Mashimango
azungumza nasi. Kufuatana na swali bwana journalist, acha nikwambie kwamba siku ya kwanza biro ya coordination ya shirika jipya la kiraia avec coordination yetu ya Nouvelle Civile Kalundu tulifanya descente ku niveau ya Kalundu pale Port Kalundu kwa juu ya kujankeria kwa juu ya barabara na batano yenye leo Kostani tulifika pale iko ya ajabu sana. Barabara inaharibika sana na ile inapitikana kumecho na ukimya ya ba viongozi mu niveau même provincial que local. D'abord que à notre niveau tulilomba vitu le plus vite possible bya mbio ya kwanza ke ba autorité ba convoquer une réunion mbio na ba responsable ya entreprise ya route Merose ba kutengeneza SEK pour que bajue ni yakufanya. Et deuxième chose ba mobiliser le plus vite possible ma machine kwa juu ya kutengeneza pale dans l'objectif ya kuangalia kisa kusoulager ba passager bako napita pale mais aussi les véhicules beniziko na connaître accident. Haiko secret, ça revient pour autorité concernée kuangalia nini banaweza fanya le plus vite possible kwa juu kusaidia watu wawezi kuwa bako nalipa tax banafaa ya kufanya pour l'état alors que maintenant l'état hawezi songer le plus vite possible kufanya quelque chose. Donc à notre niveau acha nikwambie kwamba tushabandikia bakubwa deja na ile des recommandations tulipana ambapo kiapata kwa solution na waza tutapasser ma consultation pour que tonge na raia tujue ni tunaweza parce que les actions citoyennes zinaweza kuwa envisager pour quand même ile hali watu konaishi pale kwenye alors que il faut kumbuka kusema kama le port Kalundu c'est un lien stratégique, ni site stratégique économique inasaidia province, inasaidia national, même la mairie ku profiter quelque chose en termes ya revenu. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makilele Ozil.